Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu siasa. Mimi ni Adam Hussein. China imeapa italinda maslahi yake baada ya Marekani kuiwekea vikwazo Iran. China imepinga vikwazo vya Marekani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. China imeapa kwamba italinda maslahi yake baada ya Marekani kutangaza mipango ya kupanua vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Iran na washirika wake wa kibiashara ikiwemo Beijing. Hata hivyo, China ndio mfanyaji mkubwa wa biashara hasa za mafuta na Tehran. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Lin Jian alisema China inapinga vikali kile ilichokiita vikwazo haramu vya upande mmoja na itachukua hatua zote muhimu kulinda haki zake. Haya yanajiri baada ya Waziri wa Fedha wa Marekani Scott Bessent kutangaza hatua hizo mpya siku ya Jumatatu, akionya kuwa taifa lolote litakaloshirikiana kifedha na Iran litatengwa. China ndiyo mnunuzi mkubwa zaidi wa mafuta ya Iran, ingawa biashara hiyo imepungua kutokana na hatua za Marekani ya kuzuia bandari za Iran. Lin alisema ushirikiano kati ya China na Iran umekuwa ukifanyika ndani ya mfumo wa kisheria za kimataifa na haupaswi kuingiliwa au kuvurugwa. Bessent alielezea mipango hiyo ya vikwazo kama shambulio kubwa zaidi la kifedha kuwahi kufanywa dhidi ya Iran, akionya kuwa benki na wafanyabiashara watakabiliwa na hatima sawa ya kutengwa kama Iran isipokatisha uhusiano na nchi hiyo. Hakutaka kutaja mataifa, lakini alisema Rais wa Marekani Donald Trump atawapigia simu viongozi wa dunia akiwa na wito mahususi katika kusitisha uhusiano wao na utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hata hivyo, akijibu swali kuhusu benki za China, Bessent alisema alitaka kuweka wazi kuwa hakuna mtu aliye juu ya uwezo wa Marekani kuweka vikwazo. Hili ndilo ambalo linafanya China kuibuka juu, kwamba hawapo tayari kuona wanafutiwa ushirikiano wao na nchi ya Iran, kwani ushirikiano huo ni miongoni mwa ushirikiano wenye faida kubwa sana kwa nchi ya Uchina. Hata hivyo, moja kati ya mambo ambayo wakati huu yanatajwa ni kwamba bado kuna uhusiano mbaya kati ya China na Marekani, kwani siku za hivi karibuni ilitangazwa ongezeko la ushuru wa bidhaa za China. China inadaiwa ilikwepa vikwazo vya Rais wa Marekani Donald Trump, na wakati huu ikitajwa kwamba pengine kuna uwezekano viongozi hao wakakutana katika siku za hivi karibuni. Lakini jambo muhimu ambalo wakati huu limekuwa likiangaziwa ni juu ya namna ambavyo Marekani imeweka vikwazo kwa Iran, ambayo ni mshirika wa karibu kabisa na Uchina na moja kati ya nchi ambazo China inanufaika pakubwa kupitia uuzaji wa mafuta ya bei nafuu. China imekuwa na ushirika na Iran kwa muda mrefu na ni moja kati ya nchi ambazo zipo katika BRICS na inatazama namna ya kutatua changamoto za Mashariki ya Kati, na iliweza kutengeneza uhusiano kati ya Iran pamoja na Saudi Arabia, uhusiano ambao wakati mwingine ulikuwa ukiingia dosari kutokana na kuvurugwa na Wamarekani ambao pia wana uhusiano na Saudi Arabia. Mtazamaji, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kauli iliyotolewa na China juu ya vikwazo vya Marekani, kwamba China imedai haipo tayari kujiunga na vikwazo hivyo, lakini pia itatetea maslahi yake kutokana na kuwekwa kwa vikwazo vya Marekani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikizingatiwa kwamba kwa sheria za kimataifa hakuna yeyote ambaye anaweza kazuia ushirika wa nchi moja kwa nchi nyingine. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii. Utapata habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.